Ndipo ambapo sasa unaona mainfluencer wa Simba wanaanza kumlilia Mo, baba Mo tusaidie. Wameona moto. Yanga wanatengeneza kikosi cha kwenda kucheza kimataifa, kwa sababu kwa Yanga sasa hivi, kwa Afrika, kwa Tanzania hapa hawana mpinzani. Anachokitengeneza Yanga sasa hivi ni kwenda kucheza kimataifa. Yanga anatengeneza timu ya kwenda kushindana na Al Ahly, Yanga anatengeneza timu ya kwenda kushindana na Mamelodi, Yanga anatengeneza timu ya kwenda kushindana na Wydad, Yanga hatengenezi timu ya kwenda kushindana na Kagera Sugar, Yanga hatengenezi timu ya kwenda kushindana na Mtibwa. Na baada ya usajili, stori kubwa sasa hivi kinachosubiriwa ni Peter Shalulile lini ataingia katika ardhi ya Tanzania kwa ajili ya kuanza rasmi kuwatumikia klabu ya Yanga katika msimu mpya wa 2026 2027. Swali hili limekuwa likiwaumiza vichwa wachambuzi wengi, na watu wengi wamekuwa wakiuliza ni lini Peter Shalulile atatua katika ardhi ya Tanzania kwa ajili ya kuwatumikia klabu ya Dar es Salaam Young African, huku wengine wakizungumza mambo mengi. Moja ya mambo ambayo yamezungumzwa ni kwamba pengine huenda Peter Shalulile asiingie Tanzania, huenda Peter Shalulile ikawa labda ni janja janja, hususan kuelekea katika uchaguzi ambao unafanyika siku ya leo. Lakini ni kutoe hofu tu, niko hapa kukupa taarifa rasmi ya kile ambacho kinaendelea juu ya Yanga na Peter Shalulile. Subscribe hapo YouTube kwenye Dunia Digital, share, like, comment kwa ajili ya kupata update mbalimbali kutoka hapa Dunia Digital. Bwana, habari kubwa kama ambavyo nimekuambia ilikuwa ni lini Peter Shalulile anaingia Tanzania, lini Peter Shalulile ataanza kufanya mazoezi na kikosi cha timu ya Yanga. Mchezaji ghali kabisa katika kikosi cha timu ya Yanga kwa sasa, Peter Shalulile all the way kutoka South Africa, klabu ya Mamelodi Sundowns, anakuja kukipiga ndani ya ardhi ya Tanzania kunako klabu ya Yanga katika makao yake makuu ya Twiga na Jangwani. Sasa bwana, story hii imekuwa ikizungumzwa sana na watu wengi wamekuwa wakizungumza juu ya Peter Shalulile, ni lini atashuka Tanzania ama ni lini atakwenda kuitumikia klabu ya Yanga katika viunga vya Jangwani. Lakini swali hili pia limekuwa likiulizwa na wachambuzi wengi, na watu wengi wamekuwa wakizungumza, kila mtu akizungumza la kwake, kwamba pengine huenda Peter Shalulile kusajiliwa Yanga ni siasa, huenda Peter Shalulile hatajiunga na Yanga katika msimu huu. Kila mtu amekuwa akizungumza la kwake, lakini vyombo mbalimbali vya South Africa vimekuwa vikitoa taarifa juu ya ujio wa Peter Shalulile, la kwamba Peter Shalulile tayari rasmi kabisa amesajiliwa na Yanga, lakini pia Peter Shalulile anakuja kuwatumikia Dar es Salaam Young African. Karibu sana katika update kutoka hapa Dunia Digital. Bwana, leo ni mkutano mkuu wa Yanga ama Dar es Salaam Young African wanafanya mkutano wao mkuu leo, na ndani ya mkutano huu kuna ajenda nyingi. Ajenda kuu pia ikiwa ni uchaguzi mkuu ambao unakwenda kufanyika siku ya leo, lakini pia kuna taarifa ya mapato na matumizi ambayo inafanyika leo pia, na kinachokwenda kufanyika leo ni ajenda kuu ya mapato na matumizi. Sasa leo kwenye mkutano mkuu wa Yanga bwana, wakati Engineer Hersi anazungumza, akamwambia mkuu wa mkoa Peter Shalulile, tunategemea kumpokea ndani ya ardhi ya Tanzania kama mwana Dar es Salaam, lakini pia ambaye atakuwa na makazi yake katika mji wa Dar es Salaam. Kwa hiyo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ameambiwa ajiandae kwa ajili ya kumpokea mgeni ambaye ni Peter Shalulile. Mchezaji huyu amekuwa akizungumzwa kwa mambo mengi, lakini moja ya mambo ambayo amekuwa akizungumzwa nayo ni umri wake, lakini pia namna ambavyo amekuwa akikipiga katika klabu ya Mamelodi ambayo imekuwa ikimtegemea kwa kiasi kikubwa. Lakini pia watu wengine wakawa wanazungumza kwamba huenda Peter Shalulile ameshuka kiwango. No, kwa ligi yetu ya Tanzania Peter Shalulile bado ni bora sana. Tukizungumzia wachezaji bora kwa sasa kwa ligi yetu, Peter Shalulile ni mwamba ambaye anasubiriwa kwa hamu kubwa kuja kuonyesha mambo mazito panapo klabu ya Yanga. Kwa hiyo tunategemea mabeki wengi sana katika klabu mbalimbali za ligi kuu watapata tabu sana. Ujio wa Peter Shalulile ndani ya ardhi ya Tanzania, kuna watu watapata tabu sana. Kwa hiyo kuna mashabiki wa Simba ambao wanaomba pengine dili la Peter Shalulile
lisiwepo. Na kuna watu walipata mshtuko baada ya kusikia Peter Shalulile anatua Yanga. Kuna watu walipata mshtuko. Na hii tu ni kuambia mabeki wa ligi kuu ya NBC watapata tabu sana. Ujio wa Peter Shalulile, kuna watu wanatamani iwe ndoto, kuna watu wanatamani isiwepo, kuna watu wanasema haiwezekani, itakuwaje? Lakini amini na kuambia kuna mabeki wanapata tabu, kuna mabeki wanatapatapa. Ujio wa Peter Shalulile ni hatari kubwa, hatari, yani ni kitu kikubwa sana kinakwenda kutokea kwa sasa kwenye ligi yetu. Kwenye ligi yetu Peter Shalulile balaa jingine, ni balaa jingine linakwenda kutua. Sasa taarifa tu ni kwamba usajili wa Peter Shalulile sio siasa. Usajili wa Peter Shalulile sio kwamba ni kwa sababu ya uchaguzi. Peter Shalulile anatua, na kabla ya siku ya wananchi tarehe 9 Peter Shalulile atakuwa ndani ya ardhi ya Tanzania tayari kwa ajili ya kukipiga kunako klabu ya Yanga. Peter Shalulile kabla ya siku ya wananchi atakuwa ameshatua Tanzania. Sasa kwa wale ambao mnanitazama sasa hivi, niwathibitishie tu, leo engineer amezungumza katika mkutano mkuu. Yanga bado hawajamaliza. Yanga bado hajamaliza kwenye usajili. Yanga bado hajamaliza. Yanga kuna beki mmoja anashuka, Komara, mwamba mmoja huyo ni balaa. Lakini pia bado mazungumzo ya Yanga na Aziz Ki bado yanaendelea. Kwa hiyo hii Yanga inayotengenezwa sasa hivi, ndugu yangu, hii Yanga inayotengenezwa, hii Yanga ni balaa jingine. Hii ni balaa jingine. Kinachotengenezwa Yanga sasa hivi ni balaa jingine. Yaani kuna timu zitakimbia ligi, kuna timu zitasusa. Yaani kususa sasa hivi kwa timu zetu hizi kususa, kuna timu hazitaleta timu uwanjani. Mimi nakwambia kipigo cha 77 66 55 zitakuwa nyingi sana. Yaani hizi 55 66 33 wiki zitakuwa nyingi sana. Yanga wanatengeneza kikosi, ndugu yangu. Yanga wanatengeneza kikosi. Yanga wanatengeneza kikosi, bado wanasajili Yanga. Ndipo ambapo sasa unaona mainfluencer wa Simba wanaanza kumlilia Mo, baba Mo tusaidie. Wameona moto. Yanga wanatengeneza kikosi cha kwenda kucheza kimataifa, kwa sababu kwa Yanga sasa hivi, kwa Afrika, kwa Tanzania hapa hawana mpinzani. Anachokitengeneza Yanga sasa hivi ni kwenda kucheza kimataifa. Yanga anatengeneza timu ya kwenda kushindana na Al Ahly. Yanga anatengeneza timu ya kwenda kushindana na Mamelodi. Yanga anatengeneza timu ya kwenda kushindana na Wydad. Yanga hatengenezi timu ya kwenda kushindana na Kagera Sugar. Yanga hatengenezi timu ya kwenda kushindana na Mtibwa. Yanga anatengeneza timu ya kwenda kushindana na Mamelodi. Yanga anatengeneza timu ya kimataifa kuhakikisha timu kama Kaizer Chiefs wanachezea kwa Mkapa, timu kama Kaizer Chiefs wanachezea akiwa Tanzania, akifika ugenini Yanga anakuwa timu bora. Yanga sasa hivi anataka kutoka kwenye underdog na Mamelodi. Yanga anataka kutoka kwenye underdog na Al Ahly. Yanga anatoka kwenye underdog na Mamelodi. Yanga anatoka kwenye underdog na Wydad. Yanga anatengeneza timu ya kushindana na timu kubwa. Yanga hatengenezi timu ya kushindana na Simba. Yanga hatengenezi timu ya kushindana na Kagera. Sisi tunaelewana? Hii Yanga inayokuja, Yanga ya Engineer Hersi, ni moto mwingine. Hii Yanga ni balaa wazee. Hii Yanga ni moto mwingine. Yanga
We Yanga ijayo ni moto mwingine. Yanga ya Okelo, Yanga ya Peter Shalulile, Mzizi anarudi kwenye fomu yake. Wazee, hii Yanga sio ya kwenye makaratasi. Hii Yanga ni balaa. Hii Yanga ni moto mwingine. Acha masiala kabisa na Yanga. Acha masiala. Hii Yanga ni balaa mzee. Hii Yanga tumeivulia mashati. Hii Yanga ni balaa.